Umetunukiwa cheti cha pongezi katika kusimamia kituo chako vizuri pasipokuwa na msaidizi, lakini umefanikiwa kutoa huduma bora kwa jamii. Siku zote sisi watumishi jihesabu kwamba leo uko kazini, yani siku unayoajiliwa ndio siku ya kutengeneza maisha yako, kwa maana kwamba uanze kufikiria baada ya utumishi, kwa sababu utumishi ni dhamana, ile ajira ni dhamana. Unafikiria sasa, leo niko kazini, lakini kesho yake siijui. Unajiandaje? Kwa nidhamu, lakini pia unajiandaa kwa kufanya kazi kwa bidii, lakini pia unajiandaa kwa kujiongezea kipato chako wewe mwenyewe. Unajiongezea kipato kwa vipi? Either una save kidogo kwenye ajira yako mshahara, lakini pia unatafuta hata ujasiriamali hata kama ukiwa ni kidogo. Tumeona hapa kuna mafanikio, lakini kuna changamoto, lakini pia kuna ushirikishwaji. Mimi nianze kwa ushirikishwaji. Kama kata ya Majimoto, kwa kupitia sisi wafanyakazi ambao mko hapa, imekuwa chachu kubwa sana katika shughuli zetu za maendeleo. Tukipita kwenye kata zetu, kwenye vijiji huko, tunaona kazi nzuri inafanyika, na ile kazi inafanywa kwa ushirikishwaji wa wafanyakazi. Tukiangalia upande wa taasisi za shule za msingi na sekondari, kwa upande wa elimu, kutokana na umahiri wa wafanyakazi, umejitoa kwa njia zote, kwa nguvu zote, kuona kwamba taaluma inakwenda vizuri. Ni vizuri zaidi sasa tukafanya kazi kwa bidii, kwa umahiri wetu, tuweze kunyanyua taaluma katika kata yetu. Na imani tukiwa na wasomi wengi, tutapata wataalamu wa kutosha kutoka ndani ya kata yetu. Sasa tutawapataje? Ni kutokana na umahiri wa elimu, sekta ya elimu. Na imani walimu ni watu mahiri sana, kufanya kazi kwa kufuata taratibu na kanuni za kiutumishi, na pia wanatumia sheria. Sasa tuwaombe sisi wafanya kazi, hasa upande wa elimu, hebu tujikite kutokana na umahiri wetu tulivyo, tuweze kunyanyua hii taaluma ya elimu. Katika sherehe yetu ya Mei Mosi kimkoa, nimepokea ujumbe muhimu sana kwangu mimi binafsi ya kuwa nimechaguliwa kuwa mfanyakazi bora katika wilaya yetu ya Serengeti. Ninamshukuru Mungu na ninawashukuru sana viongozi wangu wa wilaya walioweza kuona utendaji kazi wangu. Kutokana na siku muhimu sana leo kwetu, ambayo ni siku ya wafanyakazi, tumeweza kukutana pamoja wafanyakazi kata nzima ya Majimoto, ambao ni idara tofauti tofauti, kwa ajili ya kusherehekea pamoja. Kwenye kata ya Majimoto kwa sasa, toka mwaka juzi, tumefanikiwa kuwa na wadau mbalimbali ambao wametuwezesha katika kuleta miradi ambayo imeweza kubadilisha muonekano wa kata tofauti na kipindi nilivyoikuta. Tumepata wadau mbalimbali, mfano kuna mmoja anaitwa Victor Chembo Charles. Kuna darasa lilijengwa na mkoloni. Hilo darasa lilikuwa limefika hatua ya kubomolewa kwa sababu limechoka. Huyu mdau ameweza kutafuta, yeye na watu wengine wameweza kutulejeshea lile darasa, limerudi kuwa jipya kabisa. Lakini pia kuna shule ya Nyamakobiti, ambayo Nyamakobiti ndio inayozalisha madini kwenye kata nzima ya Majimoto. Shule yake imechoka na haifai. Ile shule ilijengwa sehemu ambayo ni mkondo wa maji. Kwa hata ukarabati ukifanyika, ile shule bado inawahi kuchoka au kuchakaa. Tulichokifanya, niliongea pamoja na viongozi wa kijiji ambao mtendaji wa kijiji na mwenyekiti wa kijiji, tukakaa pamoja na mheshimiwa diwani, tukashauriana kwamba kuna wadau tunao ambao wananufaika pia kulingana na madini. Kwa nini na sisi tusinufaike kwa kupitia kwao
ili tuweze kuwapunguzia wananchi adha ya michango. Hayo madarasa, ile shule tunaihamisha kutoka eneo lile tunaipeleka sehemu nyingine. Madarasa mengine wananchi wamekubali kuchanga wao wenyewe madarasa mawili ili madarasa yakamilike madarasa 6. Msisite kutuletea sisi wadau wa maendeleo, msiache mkatuacha pembeni, maana tuna hamu ya kuijenga kata yetu, tuna hamu ya kujenga vijiji vyetu, tuna hamu ya kuijenga nchi yetu. Tunapokuwa tunashirikiana kwa umoja huu, unaleta matokeo chanya na unaleta maendeleo katika sekta yetu ya madini, lakini unaleta maendeleo katika serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na unaleta maendeleo katika kata yetu ya Maji Moto na vijiji vyetu vinavyotuzunguka. Sisi ambao tumehudhuria hapa, sisi watumishi, tutakapokuwa tumerudi kule kwenye vituo vyetu, tupeleke sifa ambayo imeonekana hapa. Nenda mwambie yule mtumishi ambaye hakuweza kujumuika siku hii ya leo, ili aweze kujumuika siku nyingine. Tofauti kubwa na Mei Mosi zilizopita ni kwamba hii ya siku hizi ya leo imefana. Mtendaji kata pia ameamua kutunuku vyeti mbalimbali kwa watumishi ambao wamefanya vizuri zaidi katika utekelezaji wa majukumu yao. Pia tunawashukuru na tunawapongeza Nyansao Foundation ambao wametoa kiasi chochote ili kufanikisha sherehe hii. Tunawaomba pia tuendelee na ushirikiano. Pamoja na hivyo, diwani ameshaahidi mambo mengi ambapo ni kuboresha na kuendeleza mshikamano baina ya watumishi na raia au watumishi na jamii nzima kwa ujumla, kuwa na mahusiano mema. Lakini pia amesisitiza watu kuchapa kazi, yaani kikubwa tuchape kazi ndio